Amani iwe nanyi ndugu zangu wapendwa. Utabiri wa nyota kutoka kwa Ahi Shamshi. Msomaji wenu ni mimi Zamruni Balul. Nyota ya mshale. Furaha kubwa inakuja kwako. Utalijua jambo utakalofurahishwa nalo. Mtu fulani kuwa mbali na wewe. Hii itakuwa ni kwa namna nzuri kwenu. Kuna jambo utaepushwa. Acha kulaumu sana au kushutumu. Utafanya kitu huku moyo wako utajihisi amani kabisa. Unachokiombea kinafanyiwa kazi. Yaani hitaji lako linashughulikiwa. Utakumbuka jambo uliloliongea na mtu. Kuumia. Kuongea na mtu akiwa mwenye huzuni sana. Kuijua shida ambayo huwa haikukuti peke yako. Yaani ni tatizo la wengi. Mtu atabadili namba ya simu. Hivyo atakutafuta kwa namba nyingine. Nyota ya Simba. Kulala huku ukiwa na jambo moyoni linalokusumbua. Kuna mtu utapishana naye au kukosana naye. Kutarajia uwepo wa mtu kukufikia. Mtu atachelewa kukujibu jumbe zako. Utapunguza mawasiliano na mtu. Kumkumbuka mzazi wako. Uhitaji zaidi uwepo wa mtu kwako katika namna ya kukuongoza. Pesa zinakuja kwako na kuondoka kwa haraka. Utafanya kitu kwa kubahatisha na kitaleta matokeo mazuri. Mtu atakuambia uache ubishi au kiburi. Nyota ya Punda. Utaepukana na shari. Unajua kuwa unasemwa vibaya, hata kwa watu uliowafanyia wema. Kufuatilia kitu ila moyo wako uko na ugumu wa kuamini moja kwa moja. Hivyo unaweza kuishia njiani. Ni siku ambayo utakutana na watu wengi, ambao unafahamiana nao. Kuhisi kishindo kikubwa. Utaelewa kitu bila kujuzwa na mtu. Utahitaji kufanya kitu kwa siri. Mtu ataijua changamoto yako. Nyota ya Kaa. Kuhisi unasemeshwa ukiwa uko usingizini. Mtu fulani ataanzisha mawasiliano na wewe. Anayekupenda atajionyesha wazi kwako. Utapokea salamu nyingi kutoka kwa mtu wa mbali. Utakumbushwa umuhimu wa kitu. Utajiondoa kwenye lawama. Furaha unayoihisi moyoni mwako ni kutokana na kitu utakachokipata. Kuonesha utiifu kwa mtu. Utapata habari ambazo zilikuwa hazijakufikia. Nguvu ya mzazi wako inakuimarisha vema. Tarajia baraka, heri na mipango yako kutimia. Kuondosha vizuizi vilivyopo kwako katika namna yoyote ile. Kujua kuwa mtu huwa anafanya kusudi kwa jambo. Kujifunza kitu. Nyota ya Nge. Mtu atajua nia yako au nini chenye unataka kufanya. Upendo wako mtu hufanya kuamini zaidi. Kwa hakika ukipenda basi hupenda kweli. Utaonesha hilo kwa vitendo. Hutojutia kufanya kitu. Utajua kuwa maamuzi yako ya mwanzo yalikuwa bora au hayakuwa sahihi. Ulongo wa mtu utakuumiza. Utabahatika kurudisha au kupata kitu chako. Utajihisi amani. Baadhi yenu kuna jambo litakalokuwa lenye kukutesa. Nyota ya Samaki. Kumjibu mtu kwa kumwangalia tu. Kuna hali ya ghasia utakazozichoka. Kwa sasa utakuwa mwenye kubadilika sana. Kutokuwa unajali kama hapo mwanzo. Kupenda kukaa peke yako zaidi. Kujifariji. Kufikiria vitu ambavyo si rahisi wengine kuvifanya au kuviwazia pia. Utakuwa mfano bora kwa mtu katika namna fulani ya matendo yako. Mtu kuhama au kuondoka bila hata kujua. Maneno ya watu yatakufumbua jambo. Utatekeleza kitu ambacho una uwezo nacho kutekeleza. Kutopenda mtu mwenye kupenda sifa. Utajiamini. Nyota ya Mbuzi. Mawasiliano na mtu yatakuwa sawa. Kuonesha hali ya kuridhika na kitu. Kuupumzisha moyo wako, hutotaka uumie kwa jambo fulani. Sauti ya mtu itakukera. Kufika sehemu na kusita kuendelea na safari. Kuhitaji kuwa tofauti na watu walivyokuzoea. Utamficha mtu kitu na baadaye utahisi ulikosea. Kupaka mafuta au kitu kitakachoharibu ngozi yako.
Nyota ya ng'ombe. Jicho kucheza sana. Unajulishwa jambo la muhimu na utapata kulijua au kuliona. Mtu anahitaji kuwa mbali na wewe. Kusifika. Wengi wenu mtaongelewa kwa mazuri. Mtu kuulizia hali yako. Baadhi yenu kuwa na wasiwasi sana. Bahati ya kifedha iko kwako. Nyota ya mashuke. Kuufuata ushauri wa mtu. Utaanza kuona matokeo ya kitu. Kuna wakati hutotaka kusemeshana na mtu. Utafika sehemu itakayofanya upate wazo la kufanya kitu. Kujitahidi kujiepusha na marumbano kwa mtu. Utavaa kitu cha gharama au kitu kizuri kitakachowavutia wengi. Kuujua unafiki wa mtu. Kupendwa sana. Kuulizia bei ya kitu. Kufahamu mtu anapoishi. Kuangalia mbadala wa kitu. Utamuongelesha mtu na atakunyamazia kwa hila zake. Hutohitaji kusitishwa kwa maamuzi yako. Utaongea maneno yatakayofanya mtu ajutie kukufikiria vibaya. Mtu anahitaji kujua sababu ya kufanya kitu. Utatamkiwa maneno yatakayokufanya upate ujasiri na matumaini. Utajiondoa katika visababishi vinavyokupotezea mwelekeo. Utaamua kuwa mpya. Nyota ya mapacha. Kusinzia sana wakati wa mchana. Yaani kuhitaji kulala kwa wakati huo. Kuona hila za mtu zinazidi. Kuonekana ni mpole sana. Utaonesha hali ya kupendezwa na kitu. Utamfanyia mtu mshangao kwa kumtembelea. Mtu anahitaji usaidizi wako, lakini anahofia kukujuza. Kutambua umuhimu wa kitu. Kutambua kuwa watu fulani huwa wanakusema. Nyota ya mizani. Utapenda sana vitu vya asili. Utatamani kuwa sehemu itakayokupa utulivu na amani. Kuona mtu anashindwa kutimiza jukumu lake au ahadi yake kwako. Kutuma ujumbe wa makasiriko. Kuhitaji ufahamishwe jambo kwa haraka. Nyota ya ndoo. Kuacha kumsalimia mtu fulani. Kujiondoa kwenye jambo linalokupotezea muda. Mtu kukuuliza kitu ambacho anakijua. Kujiona uko katika hali ngumu sana ambayo huwezi kufikia malengo. Kuna mwangaza utakaoupata ikiwa kwa jambo fulani. Hisia zako zitakuwa zenye usahihi. Utagombana na mtu mwenye wivu na wewe. Utaanzisha kitu ambacho kitaigwa. Utakosa uhuru wa kitu fulani. Kupata choo kwa ugumu. Hali hiyo inaweza kumkuta hata mtu wako wa karibu. Utabiri huu unatoka kwa Ahishamshi. Usiache kusubscribe channel hii ya Ahishamshi kuonesha umoja wenu na upendo. Mengi mazuri yatawafikia. Usisite kulike, kucomment na kushare. Kwa mawasiliano zaidi mtafute kwa namba hii +254 724 729 804. Unaweza kumpata kwa WhatsApp, kwa grupu la elimu, utabiri wa kila siku, tafsiri ya ndoto, ishara na tiba. Umoja wenu ni muhimu sana. Shukran.